Hatimaye Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wamesaini mkataba wa pamoja wa ulinzi. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini mkataba wa pamoja wa ulinzi unaotamka kuwa shambulio dhidi ya nchi moja litachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya nchi zote tatu. Mkataba huo umesainiwa katika mkutano uliofanyika mjini Makkah, Saudi Arabia, kati ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja, makubaliano hayo yanalenga kuimarisha uwezo wa pamoja wa nchi hizo kuzuia mashambulizi na kuongeza ushirikiano katika masuala ya ulinzi na kijeshi. Taarifa hiyo imeeleza kuwa shambulio lolote la kijeshi dhidi ya moja ya nchi hizo tatu litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya zote, jambo linalofungua uwezekano wa nchi hizo kusaidiana kijeshi iwapo mmoja wao atakabiliwa na mashambulizi. Hata hivyo, mkataba huo haujaweka wazi hatua ambazo kila nchi italazimika kuzichukua endapo mmoja wa washirika atashambuliwa. Afisa wa Uturuki aliyenukuliwa na Reuters amesema makubaliano hayo ni ya kujilinda pekee na hayalengi nchi nyingine. Kwa upande mwingine, Irani imepinga mkataba huo. Mkataba huo umeibua majibu kutoka Iran, huku mwanachama wa kamati ya usalama wa taifa ya bunge la Iran Ebrahim Razaei akiikosoa Saudi Arabia kwa kuingia katika makubaliano hayo. Razaei amesema makubaliano ya karatasi na Uturuki na Pakistan hayawezi kuipa Saudi Arabia usalama, akidai kuwa hata utegemezi wa muda mrefu wa Riyadh kwa Marekani haujaweza kuifanya ijisikie salama. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuwa mkubwa. Sasa tuangazie mtazamaji, kwa nini Saudi Arabia imeingia mkataba huu? Kwa Saudi Arabia, mkataba huo unaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama wake katika eneo ambalo limekumbwa na mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijeshi. Saudi Arabia imekuwa ikikabiliwa na vitisho kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo Yemen, ambako wapiganaji wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya maslahi ya Saudi Arabia. Hivi karibuni Wahouthi walitangaza hatua walioiita mzingiro wa majini dhidi ya Saudi Arabia na kutishia kulenga maeneo yanayohusiana na usafirishaji wa mafuta na miundombinu mingine ya kimkakati. Kwa Riyadh, kuwa na ushirikiano wa karibu wa kijeshi na Uturuki pamoja na Pakistan kunaweza kuongeza uwezo wake wa kukabiliana na vitisho hivyo. Kwa upande wa Pakistan, nayo itanufaika vipi? Kwa upande wa Pakistan, mkataba huo unakuja wakati Islamabad ikijaribu kuimarisha nafasi yake ya kijeshi na kidiplomasia katika eneo hilo. Pakistan imekuwa na mvutano muda mrefu na India ambao mwaka 2025 ulifikia hatua mapigano ya wazi kabla ya kusitishwa. Ushirikiano na Saudi Arabia na Uturuki unaweza kuipa Pakistan msaada mkubwa wa kiuchumi, kijeshi na kiteknolojia katika mazingira ya mvutano na India. Pakistan pia imekuwa ikichukua nafasi kubwa katika diplomasia ya kikanda, ikiwemo kushiriki katika juhudi za upatanishi kati ya Marekani na Iran. Tuje kwa upande wa Uturuki. Uturuki yanufaika kwa teknolojia ya kijeshi. Uturuki nayo inaweza kunufaika kupitia ushirikiano na sekta ya ulinzi. Mkataba huo unaweza kufungua milango ya uzalishaji wa pamoja wa silaha, uhamishaji wa teknolojia, ununuzi wa vifaa vya kijeshi na mafunzo ya pamoja kati ya nchi hizo tatu. Uturuki imekuwa ikipanua kwa kiasi kikubwa sekta yake ya uzalishaji wa silaha, ikiwemo ndege zisizo na rubani, magari ya kivita, makombora na mifumo mingine ya kijeshi. Sasa tuangazie, baada ya mkataba huu kusainiwa, mkataba huu unaweza kuleta nini? Mkataba huu kwa kiasi kikubwa unaweza ukachochea vita kutokana na mvutano unaoendelea sasa hivi kati ya Saudi Arabia pamoja na Yemen. Kwa sababu Yemen wamekuwa wakifanya mashambulizi huko kusini mwa Saudi Arabia, na katika mashambulizi hayo italazimika sasa nchi hizi nyingine mbili, yani Uturuki pamoja na Pakistan, kuingilia kati sakata hilo. Kama wakiingilia kati, na maana uhasama na uadui unaweza kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati na maeneo mengine, kwa sababu mkataba huu unalenga zaidi kusaidiana katika nchi hizo tatu kwenye masuala ya kiulinzi. Hivyo hata kwa upande wa Pakistan pia inaweza kukumbwa na mvutano mwingine na India, lakini Saudi Arabia itawajibika kuingilia kati pamoja na Uturuki. Yani katika pande zote kunaweza kukatokea mzozo wa aina yoyote katika nchi hizo. Basi kwa taarifa zinginezo, mtazamaji wetu, cha msingi ni kuweza kwa karibu naso wakati wote. Nitakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa.